Naitwa Leila Banji, ni mkurugenzi idara ya usimamizi, wajibikaji na mahusiano kutoka Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Leo lengo kubwa kuja hapa ni kuteua kamati maalum ya usimamizi, wajibikaji na mahusiano mkoa wa Mwanza na wilaya zake. Na pia hapa pia zimebaki wilaya mbili, Kwimba na Magu, ambazo tayari pia nimezitolea maelekezo kwa viongozi wateule wa mkoa pamoja na mwenyekiti wa mkoa ambao wao pia watakwenda kwa ajili ya kuteua kamati hizo. Na haya sio maelekezo yangu, ni maelekezo ya mwenyekiti JMAT Taifa Profesa Sheikh Alhadi Musa Salum pamoja na katibu mkuu Dr. Ole Gabriel Maasa, ambao walielekeza kwa wakurugenzi wote wa JMAT Taifa kwamba kuundwe kamati maalum kuanzia mkoa, wilaya na kata. Lengo kubwa hasa likiwa ni kusaidia kutimiza majukumu. Kwa sababu mkurugenzi kama mkurugenzi huwezi kufanya kazi zote mkoani na wakati kuna watu ambao wanaweza wakakusaidia. Lakini kingine, kwa nini tumeweka mahusiano? Ni kwa sababu ya kurudisha mahusiano mazuri. Sisi JMAT tunaisaidia serikali kurudisha mahusiano mazuri na wananchi kuiamini serikali. Na panapokuwa pana shida, tunawakaribisha wananchi wote ambao wanapitia madhira makubwa mazito katika nchi yetu kuja JMAT. JMAT tuna nafasi kubwa ya kuongea na kuishauri serikali katika mambo mbalimbali. Wasijisikie wanyonge, wasijisikie wapweke. Tupo kwa ajili yao, na ndio maana ipo idara hii ya usimamizi, wajibikaji na mahusiano. Na kama unavyojua hata wizara ipo ya mahusiano, lakini sisi lengo kubwa ni hilo. Hata sasa unaona kuna mmomonyoko wa maadili ambao unaendelea nchini Tanzania. Na kwenye siku ambayo Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima mwenye dhamana ya wizara alinipa maelekezo ya kuunda kitengo maalum cha kupambana na kuzuia mmomonyoko wa maadili nchini Tanzania. Na kama ndivyo basi ndio maana inanipasa kuanza kuteua kamati maalum kutoka kwenye idara hii katika kila mkoa ili kuweza kupambana na huo mmomonyoko wa maadili nchini Tanzania. Lakini niwaombe wa Tanzania na vijana wenzangu wote, tuitunze amani ya nchi yetu. Amani ya nchi yetu ni tunu. Tuilinde tunu hii ya taifa. Tuipende na tuione Tanzania kama lulu. Tanzania, nchi hii ikija kupotea, hakuna sehemu nyingine tutakwenda kuipata amani hii. Angalieni wenzetu majirani, nchi jirani wanavyoteseka pindi wanapokuwa wako katika mapigano ama vita mbalimbali ambazo zinatokea katika nchi zao. Sasa sisi kama Tanzania, kama Watanzania, tujilinde na tuitunze amani ya nchi yetu. Wito wangu kwa vijana, niwaombe vijana kututunze amani ya nchi yetu ya Tanzania. Amani ya Tanzania ndiyo lulu ya taifa letu. Endapo amani hii ikipotea, hatuna sehemu nyingine ya kwenda kuipata. Tusirubunike kwenda kuipoteza amani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni hayo, na niwaombe vijana tuendelee kujikita katika kutafuta kuingia kwenye shughuli mbalimbali ambazo zinaweza tukapata kipato, kuliko tunapokaa kwenye mitandao muda mrefu na kuanza kuingia kwenye madhira ambayo baadaye tunakuja kuilaumu serikali. Kamati maalum ni maelekezo, kwa sababu tunaona hata wizara ni wizara kama wizara, lakini bado ina idara za pembeni na vitengo. Ndio kama sisi. Hii inaitwa idara ni sasa na wizara. Hii ni idara ambayo inakuja kamati maalum. Hizi zote ni kwa ajili ya kusaidia kwenye wilaya, kata na mikoa kuweka mahusiano mazuri kati ya viongozi na wananchi. Kwa nini nimeongelea hapo kwenye mmomonyoko wa maadili? Unaona sasa hivi kuna hizi saluni SPA, hizi spa, sijui tunaenda kwenye vitu gani tena hivi huko saluni huko, kufukizwa sijui nini. Ule ni mmomonyoko wa maadili, kwa sababu watoto wetu wanakwenda kule wanakalishwa wazi, wanakalishwa bila nguo, wanafanyishwa vitu ambavyo wanaonyeshwa vitu ambavyo sio vya maadili. Umeona? Kule ni mmomonyoko, mtoto anapotoka kule anakuwa na maadili mabovu.
Ndio sasa hivi tuna mashoga tunawazalisha hapa nchini Tanzania. Tuna watu wanawabaka watoto wetu wa kike wanaingia kwenye shida. Umeona Lakini kwa nini nimesemea kuhusu mitandao? Unakuta mtoto ametoka shule likizo hii, mzazi kampa mtoto smart. Unajua kama mtoto wako anaenda kufanya nini kwenye ile mtandao? Anaenda kuangalia vitu gani? Au ametukana? Ukikuta mtoto amekamatwa huko shuleni, kumbe ujui, kumbe alitukana kwenye mtandao. Kwa ndio maana nasema wazazi pia na sisi tuwe makini, tusiwape sana watoto uhuru katika mitandao ya simu hizi za smart. Kwa nini nimesema tufanye kazi? Vijana wenzangu, tufanye kazi, tujitafute. Sasa hivi kuna ajira mbalimbali zinatoka, hata za polisi, zimamoto huko, wapi, omba, fanya kazi, fanya biashara basi. Tufanye biashara kwa ajili ya nini? Ya kujikwamua, kuepukana na haya madhira ya kukaa na kuanza kusukumwa. Mwisho wa siku tunavunja maadili na miiko ya nchi yetu. Kikubwa vijana wajikite katika kufanya kazi kwa bidii na kutimiza majukumu yao ya kila siku, ili kuepuka kaa kwenye mitandao na kutuma vitu vya ajabu ambavyo mwisho wa siku vinaweza vikaleta athari kama hivyo mmomonyoko wa maadili katika nchi yetu ya Tanzania. Mpaka hapo, ndugu waandishi wa habari, niwashukuru sana kwa kazi nzuri. Nisiwe mchoyo wa fadhila, niwashukuru sana waandishi wa habari. Mungu awabariki, Mungu awatunze, asiwapungukie kwenye kazi zenu.